Yohana 2 mstari wa kwanza hadi 25 imeandikwa, na siku ya tatu palikuwapo na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwa hapo. Na Yesu alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipoatindikia, mamaye alisema hawana divai. Basi Yesu akasema, mama, nina nini mimi nawe? Maana saa yangu haijawadia. Mama yake akawaambia watumishi, lolote atakalolisema fanyeni. Basi huko kulikuwapo na mabalasi 6 ya mawe, yamewekwa kwa desturi ya Wayahudi ya kutawaza, kila moja yapata nzio 2-3. Yesu akawaambia wale watumishi, jalizeni mabalasi maji. Wakajaliza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Wakapeleka. Hata mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka. Lakini watumishi walijua wale walioyateka yale maji. Akamwita bwana harusi, akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana, ndipo huileta ile iliyo dhaifu. Wao umeweka divai iliyo njema hata sasa. Mwanzo huo wa ishara Yesu alifanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Basi baada ya hayo Yesu akashuka mpaka Kapernaumu, yeye na mama yake na ndugu zake na wanafunzi wake. Wakakaa huko siku si nyingi, na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu. Basi Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Akaona hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa, na wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kikoto cha kambaa, akawaondoa wote, na pamoja waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa. Akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Yesu akawaambia wale watu waliokuwa wakiuza njiwa, msiifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kwamba imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Basi Wayahudi wakamjibu wakamwambia, ni ishara gani utuonyeshee kwamba unafanya haya? Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku 3 tutalisimamisha. Basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa kwa muda wa miaka 46, na utalisimamisha katika siku 3. Lakini alikuwa akinena habari za hekalu la mwili wake. Basi alipofuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kwamba alisema hivi. Wakaliamini lile andiko na lile neno alilolisema Yesu. Hata alipokuwako Yerusalemu kwenye sikukuu wakati wa Pasaka, watu wengi waliliamini jina lake walipoziona ishara zake alizozifanya. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote, na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu, maana aliyajua yote yaliyomo ndani ya mwanadamu. Watu wa Mungu, baki mmebarikiwa. Yesu ni Bwana.